Edward atujuze mkasa halisi wa tukio hili. Edward, habari yako? Salama ndugu mwandishi. Tukio hili lilitokea lini? Tukio hili lilitokea Machi 17 mwaka jana 2025, mazingira ya Mtoni. Hapa nipo na kijana anaitwa Yoel Edward mwenye umri wa miaka 32, baba wa watoto wawili. Kijana huyu amepatwa na mkasa wa kushambuliwa na mamba katika mto wa Kisaki, wilaya ya Morogoro vijijini, mkoa ni Morogoro. Tukio hili ni la kushangaza. Kwa hiyo nakutana naye hapa. Mimi sina mengi ya kuweza kusimulia, bali Edward atujuze mkasa halisi wa tukio hili. Edward. Nilipata changamoto hii nikiwa kwenye shughuli za kilimo Mtoni. Nilikuwa nimeenda kuangalia mazingira ya kupata maji kwa ajili ya siku inayofuata, maana kuna watu waliokuwa wanakuja kunisaidia kazi shambani. Sasa katika harakati za kwenda kuangalia mazingira ya kupata maji Mtoni, nikiwa naandaa kuangalia sehemu ya kuchota maji. Nikiwa na chota maji, baada ya kuchota maji nikawa nimeweka ndoo pembeni nijisafishe miguu. Baada ya kuwa najisafisha miguu, nikashtukiwa tu nimerushwa kwenye mto moja kwa moja. Nimeangukia mtoni. Na baada ya kuangukia mtoni, nikashangaa miguu imekamatwa, alafu nikaanza kuvutwa na mamba. Kwa hiyo alinivuta, akanipeleka mpaka sehemu ambayo kwanza aliamini yeye pengine nimeshakufa. Anaka alienda kunihifadhi. Yoel Edward anazungumzia umuhimu wa kupata matibabu ya kuweza kumsaidia kuondokana na changamoto alionayo hapa. Mafanikio hayakuwa mazuri kwa sababu tuseme ni kama mguu tena uliendelea kuoza, manake matibabu aliyoyafanya, ila baada ya kushindikana sasa pesa nazo zikawa zimeisha. Kwa tokea mwaka jana mwezi wa 7 sijapata matibabu yoyote tena mengine. Japokuwa kuna kipindi baada ya mchango fulani ukafanyika, nikawa nimeenda tena hospitali ya mkoa hapa Simiyu. Na penyewe kapata huduma tu kidogo ya kusafishwa na nini, lakini sikupata zaidi ya hapo. Familia ya Yoel Edward imesema uwezo wa kumhudumia kijana huyu ni wa mashaka. Hivyo Watanzania wanaombwa kusaidia ili aweze kupata matibabu ikiwezekana ndani na nje ya nchi. Nikauza nyumba yenyewe ndio hivyo ikaisha. Sasa hivi sina huduma yoyote, kwa ujumla kabisa nimeishiwa. Huduma leo natumia tu vidonge ya maumivu kila siku ili kuweza angalau japo kulala. Ngine ni maumivu tu makali kwa sababu vidonda ni vikubwa na vyuma vyenyewe vimekaa muda mrefu, vinatoa usaha mpaka sasa. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Yoma, kata ya Somanda, wilaya ya Bariadi, mkoani Simiyu. Mimi ni Sita Tuma na hii ni STV.